Zitto Kabwe ameshambuliwa vibaya kwa kusaliti Chadema. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Kauli kali ya mbunge wa zamani wa Kilwa Kusini Sulemani Bangara maarufu kama Bwege imechochea mjadala mzito katika medani ya siasa za Tanzania baada ya kumshambulia hadharani kiongozi mstaafu wa ACT Wazalendo Zitto Kabwe kwa kile alichokiita ukimya wake kuhusu mateso yanayomkabili katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu. Kupitia ujumbe wake mtandaoni, Bwege amehoji kwa sauti ya juu kwa nini Zitto, ambaye aliwahi kuwa rafiki wa karibu wa Lissu na mshirika wake wa kisiasa kwa miaka mingi, hajatoa kauli wala kuonekana hadharani kumtembelea Lissu aliyekabiliwa na kesi nzito ya kukaa gerezani kwa takriban mwaka mmoja. Hoja hiyo imegusa hisia za wafuasi wa siasa hasa ndani ya vyama vya upinzani na kufungua kurasa mpya wa mjadala kuhusu mshikamano wa kisiasa, uaminifu wa viongozi na hesabu za kimkakati zinazoendelea nyuma ya pazia. Swali linalotawala mitandaoni na katika vijiwe vya siasa ni moja, kwamba ukimya wa Zitto Kabwe una maana gani katika mazingira haya? Kwa kuelewa uzito wa hoja ya Bwege ni muhimu kurejea historia ya kisiasa ya wawili hawa. Zitto Kabwe alijijengea jina ndani ya Chadema tangu akiwa kijana mbunge wa Kigoma Kaskazini, na katika kipindi cha kati ya mwaka 2010 na mwaka 2015 alikuwa mmoja wa wabunge waliotikisa bunge kwa hoja kali za uwajibikaji na ufisadi. Wakati huo Tundu Lissu alikuwa miongoni mwa wawakili na wabunge waliokuwa mstari wa mbele kutetea haki za wabunge wa upinzani, akisimamia kesi nyingi mahakamani. Uhusiano wao haukuwa wa kisiasa tu, bali pia wa karibu kibinafsi. Wakati Lissu aliposhambuliwa kwa risasi mwaka 2017 jijini Dodoma, Zitto alionekana wazi kusafiri hadi Nairobi na baadaye Ubelgiji kumjulia hali. Huu ulikuwa wakati ambao upinzani ulionekana kuwa na mshikamano licha ya tofauti za kiitikadi na kimuundo zilizokuwepo baada ya Zitto kuondoka Chadema na kuanzisha ACT Wazalendo. Lakini leo hali ilionekana tofauti, kwani Lissu yuko gerezani akikabiliwa na kesi nzito ya uhaini na madai yanayohusiana na uchochezi wa kisiasa, huku kukiwa na mjadala mpana kuhusu haki ya dhamana na kasi ya mwenendo wa kesi hiyo. Na katika kipimo chote hicho hakuna tamko la wazi kutoka kwa Zitto Kabwe ambalo limeonekana kuzungumzia moja kwa moja sakata la Lissu. Ukimya wa Zitto unachambuliwa katika mizani miwili ambayo ni ya kibinadamu na kisiasa. Na kwa upande wa kibinadamu, wengi wanahoji kama inawezekana kwa kiongozi aliyewahi kuwa karibu na Lissu kukaa kimya wakati wenzake wanapitia kipindi kigumu cha kisheria na kifungo. Kwa upande wa kisiasa, wachambuzi wanaona kuwa uwezekano wa hesabu za kimkakati. ACT Wazalendo imekuwa ikijijenga kama chama mbadala chenye mtazamo wake wa kisiasa, kikijaribu kujiweka tofauti na Chadema licha ya wote kuwa wapinzani. Na katika siasa za ushindani, mara nyingi vyama hupima kwa makini kila kauli, hasa pale ambapo inaweza kutafsiriwa kama kuimarisha umaarufu wa chama kingine. Na Lissu ni sura kubwa ya Chadema, na sakata lake limekuwa likichukuliwa na wafuasi wa chama hicho kama ishara ya mapambano dhidi ya ukandamizaji wa kisiasa. Kwa muktadha huo, baadhi ya wachambuzi wanaona ukimya wa Zitto kama mkakati wa kuepuka kuingizwa moja kwa moja katika ajenda ya Chadema. Wengine hata hivyo wanaona ukimya huu kama hatari ya taswira ya mshikamano wa upinzani, hasa katika kipindi ambacho masuala ya haki za binadamu na uhuru wa kisiasa yanatawala mjadala wa kitaifa. Kauli ya Bwege imeibua mjadala mpana kuhusu udhaifu wa mshikamano ndani ya upinzani wa Tanzania, na kwa miaka mingi upinzani umekuwa ukikabiliwa na changamoto ya kuunganisha nguvu dhidi ya chama tawala. Migawanyiko ya ndani, tofauti za kimkakati na maslahi ya kisiasa ya kila chama mara nyingi yamekuwa kikwazo cha kuunda muungano thabiti. Na katika mazingira haya, sakata la Lissu lingeweza kuwa kichocheo cha kuimarisha mshikamano wa pamoja
kwa hoja ya kulinda haki za kisiasa bila kujali itikadi ya chama. Ukimya wa baadhi ya viongozi wa upinzani kama alivyodai Bwege unaweza kuonekana kama dalili ya mpasuko wa kimkakati au tahadhari ya kisiasa. Na kwa upande mwingine kuna hoja kwamba kila chama kina ajenda yake na si lazima kila tukio liwe jukwaa la pamoja. Lakini katika siasa za upinzani, taswira mshikamano mara nyingi huwa mtaji muhimu mbele ya wapiga kura. Siasa za Tanzania zimeingia katika enzi ambapo mitandao ya kijamii ina nguvu kubwa katika kuunda ajenda ya umma, na ujumbe wa Bwege umeenea kwa kasi ukichochea mijadala, lawama na maswali mengi kuhusu wajibu wa viongozi wa kisiasa wanapokabiliwa na misukosuko ya wenzao. Wananchi wanatazama kwa makini mienendo ya viongozi wao, na katika zama za uwazi wa kidijitali, ukimya unaweza kutafsiriwa kama msimamo, na inaweka wanasiasa katika nafasi ngumu ya kuchagua kati ya kuzungumza na kubaki kimya, na kila chaguo likiwa na gharama zake za kisiasa. Suala la Lissu lina uzito zaidi ya mtu mmoja, linagusa maswali makubwa kuhusu uhuru wa kisiasa, haki ya dhamana na usawa mbele ya sheria. Kwa Chadema, kesi ya Lissu ni sehemu ya msimulizi lao la kupambana na kile wanachokiita ukandamizaji wa kisiasa, na kwa ACT Wazalendo ni jaribio la kuonesha kama watasimama katika mstari huo au watachagua mkondo wao wa kipekee. Iwapo ukimya utaendelea, unaweza kuathiri mtazamo wa baadhi ya wafuasi wa upinzani, uaminifu na mshikamano wa viongozi wao. Kwa upande mwingine, iwapo Zitto atachagua kutoa kauli au kuchukua hatua hadharani, basi hatua hiyo inaweza kubadilisha taswira ya sasa na kuibua mjadala mpya kuhusu uwezekano wa ushirikiano mpana wa vyama vya upinzani. Kwa sasa ushahidi unaonekana kuwa sakata hili linafungua mjadala mpana kuhusu maadili ya uongozi wa kisiasa, wajibu wa marafiki wa kisiasa katika nyakati za majaribu, na hesabu za kimkakati zinazoathiri mustakabali wa upinzani nchini. Na kinachoonekana ni kwamba suala hili halitaishia mitandaoni, ila linaweza kuwa kichocheo cha mabadiliko ya mahusiano ya kisiasa au kuimarisha zaidi migawanyiko iliyopo kila wakati. Na kwa kuzingatia mazingira ya sasa ya kisiasa, jambo hili lina umuhimu mkubwa kwa sababu linagusa imani ya umma kwa viongozi wa upinzani na uwezo wao wa kusimama pamoja na wanakabiliwa na changamoto za kisheria kwa kisiasa. Wanaoweza kunufaika ni wale watakaoonekana kusimama upande wa haki na mshikamano, na huko wanapopoteza wakiwa na wale wanaotafsiriwa kama kujitenga au kutojali. Hatua zinazofuata zinaweza kujumuisha kauli rasmi, mazungumzo ya ndani ya vyama au hata mikakati mipya ya kisiasa kuelekea chaguzi zijazo. Lakini kwa sasa suala la msingi linaendelea kubaki hewani, kwamba katika siasa za upinzani wa Tanzania, mshikamano wa kauli tu au ni dhamira inayotekelezwa kwa vitendo? Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa TanzaPulse, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kuyumbisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi na zidi kutusupport kwa kusubscribe na kulike video zetu.